Ahlan wa sahlan wa marhaban. Hujambo mtazamaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Putin aitaka Urusi na China kuimarisha zaidi ushirikiano wa kimkakati. Ndege ya ndani ya China aina ya C919 yaanza kuhudumu katika njia mbili mpya za ndani. Na sekta ya maua ya waridi yaboresha uchumi wa vijijini katika wilaya ya Linxia, Gansu. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesisitiza kuimarishwa kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Urusi na China katika masuala ya kimataifa. Akikutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, alieleza kuridhishwa na maendeleo ya uhusiano kati ya mataifa hayo mawili na umuhimu wa mshikamano wao. Ronald Mutie anaripoti. Rais wa Russia Vladimir Putin ameitaka Russia na China kuendelea kuimarisha ushirikiano wao wa kimkakati katikati ya misukasuko ya kimataifa. Akizungumza Kremlin alipokutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, Putin alitoa salamu kwa Rais Xi Jinping wa China na kuelezea kuridhishwa kwake na utekelezaji wa makubaliano kati ya viongozi wa nchi hizo mbili. Alisema uhusiano wa Russia na China unazidi kuimarika huku ushirikiano wa kivitendo ukikua katika nyanja mbalimbali. Alisema kuwa maadhimisho ya miaka 80 ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Nazi ni tukio muhimu la kihistoria, akimwalika rais wa China kushiriki kwenye hafla hizo. Putin alisisitiza umuhimu wa kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kupitia Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai na BRICS. Kwa upande wake, Wang Yi ambaye pia ni mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kamati kuu ya chama cha kikomunisti cha China alielezea kuwa uhusiano kati ya China na Russia umeendelea kuwa dhabiti chini ya mwongozo wa viongozi wao. Alisema ushirikiano huo unaendelea kuwa wa kudumu, haulengi mataifa mengine na hauwezi kuvurugwa na ushawishi wa nje. Wang alikumbusha kuwa zaidi ya miaka 80 iliyopita China na Umoja wa Kisovieti walipambana dhidi ya ubeberu wa Kijapani na ufashisti wa Nazi, wakitoa mchango mkubwa kwa amani duniani. Alisema kwamba China na Urusi zinapaswa kuendelea kushirikiana kulinda matokeo ya vita kuu ya pili ya dunia na kuimarisha mfumo wa kimataifa. Ziara ya Wang Yi nchini Russia inafanyika kuanzia Machi 31 hadi Aprili 2 na inahusisha mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kuhusiana na ushirikiano wa pande mbili na masuala ya kimataifa. Ndege kubwa ya abiria aina ya C919 iliyotengenezwa nchini China imeanza kuhudumu rasmi katika njia mbili mpya za usafiri wa anga. Hatua hii inadhihirisha maendeleo makubwa ya sekta ya anga nchini humo na kuimarisha uwezo wake wa kutengeneza ndege za kisasa. Tom Wanjala na mengi zaidi. Mnamo Jumapili asubuhi, ndege ya C919 ilitua kwa mafanikio katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Shenyang Taoxian uliopo katika jiji la Shenyang, mji mkuu wa jimbo la Liaoning, kaskazini mashariki mwa China. Ndege hiyo ilikuwa imetoka Shanghai, umbali wa takriban kilomita 1000. Ili kuadhimisha tukio hilo, uwanja wa ndege uliandaa salamu ya maji kwa ndege hiyo. Baadhi ya abiria waliokuwepo kwenye safari hiyo walielezea furaha yao kwa ndege hiyo mpya. Viti vya ndege hii ni vya nafasi kubwa na safari ilikuwa tulivu sana. Kupanda ndege iliyotengenezwa nyumbani ni jambo la kujivunia. Nilihudhuria safari ya kwanza ya C919 hadi Chengdu, na kwa mshangao wangu, ndani ya mwaka mmoja njia zaidi ya 12 tayari zimezinduliwa. Hii inaonyesha jinsi sekta ya usafiri wa anga nchini mwetu inavyokuwa kwa kasi. Njia nyingine mpya iliyozinduliwa siku hiyo ni kutoka Xi'an, kaskazini magharibi mwa China, hadi Guangzhou, kusini mwa nchi hiyo, umbali wa kilomita 1400. Huduma hii inakuwa njia ya tatu ya ndani inayotumia ndege ya C919 kutoka Xi'an baada ya kuanza kutumika katika njia za Xi'an Beijing na Xi'an Shanghai. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Shenyang sasa unakuwa moja ya viwanja vikuu vya ndege vinavyohudumiwa na C919.
Katika hatua nyingine muhimu, mwezi Januari mwaka huu wa 2025, shirika la China Eastern Airlines lilianza kutumia ndege ya C919 kwa safari za kawaida kati ya Shanghai na Hong Kong, ikiwa ni mara ya kwanza kwa ndege hiyo kuhudumu kwenye safari za kibiashara kuelekea Hong Kong. Ndege ya C919 ni aina ya ndege yenye mwili mwembamba ikiwa na uwezo wa kubeba abiria 192. Hii ni ndege ya kwanza kubwa ya abiria kutengenezwa nchini China kwa kufuata viwango vya kimataifa vya usalama wa anga, ikiwa na hati miliki kamili ya kiteknolojia. Wilaya ya Linxiahui katika mkoa wa Gansu magharibi mwa China iliyo katika uwanda wa Laos imestahimili changamoto za hali ya hewa na kuboresha sekta ya maua ya waridi. Ni hatua ambayo imeboresha uchumi pamoja na kutoa ajira kwa zaidi ya wafanyakazi 4,000 kila mwaka. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Katika bandari ya maua ya kimataifa ya Lingjia Baiyi Yinong, hewa kwenye kitalu cha greenhouse imejaa harufu ya maua ya waridi, huku wafanyakazi kadhaa wakivuna maua hayo. Maua ya waridi yanayokatwa hivi karibuni hupitia mchakato wa kuyapitisha kwenye joto la nyuzi 2 Celsius kwa muda wa masaa 4 hadi 6 ili kuongeza muda wa kudumu kwa maua hayo. Huduma ya usafiri wa baridi na hakikisha kuwa maua yanaweza kufika popote kote China ndani ya masaa 24 kwa anga au masaa 48 kwa njia ya barabara. Tofauti na kilimo cha jadi cha udongo, maua ya waridi hapa yanakuwa kwenye udongo maalum kwenye eneo la kitalu cha greenhouse lenye ukubwa wa mita za mraba 1200. Vifaa vya sensa vilivyotundikwa juu ya mimea vinakusanya data za hali joto, unyevunyevu na mwangaza, kisha zinaingizwa kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumia mifumo ya kiotomatiki. Huku Lingjia ikianza kama eneo lililokuwa linategemea kilimo cha kujikimu, sasa inazalisha maua ya waridi milioni 70 ya daraja la juu kila mwaka. Mauzo ya maua pia yameongezeka kupitia biashara ya mtandaoni kwa njia ya mauzo ya moja kwa moja. Kwa mara ya kwanza, China inaonyesha sampuli za udongo wa mwezi zilizokusanywa kutoka pande zake tofauti. Maonyesho haya yanayofanyika katika makumbusho ya kitaifa ya China yanaangazia safari ya miongo miwili ya nchi hiyo katika uchunguzi wa mwezi, yakiratibiwa kwa ushirikiano na idara ya kitaifa ya anga za juu ya China, CNSA. Jacob Mogoa na ripoti hiyo kwa kina. Sampuli hizo zilikusanywa kupitia misheni ya Chang'e 5 na Chang'e 6. Mbali na sampuli hizo, maonesho pia yanajumuisha mamia ya vitu vya thamani vya kihistoria, picha na nyaraka zinazohusiana na mpango wa uchunguzi wa mwezi wa China ambao ulipitishwa rasmi mwaka wa 2004. Kwa mujibu wa waandaaji, maonesho haya yanatoa muktasari wa kina kuhusu safari ya China katika uchunguzi wa mwezi, yakibainisha historia, maendeleo, mafanikio makubwa na malengo ya baadaye. Maonyesho hayo yanatufanya kuelewa zaidi kuhusu mwezi na mfumo wa jua kwa ujumla. Kulingana na Hu Weiren, mbunifu mkuu wa mpango wa uchunguzi wa mwezi wa China, nchi hiyo imepiga hatua kubwa katika utafiti wa kisayansi, uvumbuzi wa kiteknolojia na maendeleo ya kihandisi, na vilevile pia ushirikiano wa kimataifa katika kipindi cha miaka 20 iliyopita. Amebainisha kuwa mpango huu umefanikisha ukusanyaji wa data nyingi za kijiolojia na mazingira, pamoja na kugundua vipengele vipya, madini na matukio ambayo yameongeza maarifa ya kibinadamu kuhusu mwezi. Akizungumzia mipango ya baadaye, Hu alisema kuwa China inapanga kuzindua misheni ya Chang'e 7 ifikapo mwaka wa 2026 ili kuchunguza mazingira na rasilimali katika eneo la ncha ya kusini ya mwezi. Misheni ya Chang'e 8 inayotarajiwa mwaka wa 2028 itafanya majaribio ya kutumia rasilimali za mwezi moja kwa moja. Chang'e 7 italenga kutafuta maji katika ncha ya kusini ya mwezi, huku Chang'e 8 ikiweka mifumo ya mawasiliano na nishati
katika eneo hilo na kuunda tufali la kwanza la mwezi kwa kutumia malighafi kutoka mwezi. Misheni hizi zitatoa mchango muhimu kwa ujenzi wa kituo cha anga za juu cha China kwenye mwezi katika siku za usoni. Maonyesho haya yataendelea kwa kipindi cha miezi miwili. Nchini Togo, ushirikiano kati ya China na Togo umefikia hatua mpya kupitia mjadala wa 3 wa vijana wa China na Togo. Mjadala huu ulioandaliwa na ubalozi wa China nchini Togo kwa kushirikiana na shule ya utawala ya taifa ya Togo umejumuisha zaidi ya wanafunzi na walimu 150 wa Togo wakizungumza na mabalozi wa China. Huu ni uwanja wa mazungumzo unaosisitiza umuhimu wa mazungumzo kati ya China na Afrika kwa vizazi vijavyo. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Katika majengo ya ubalozi wa China, wanafunzi wa ENA wanaketi wakiwa tayari kujadili mada muhimu: Pan-Afrika, usalama katika Afrika Magharibi, uunganishaji wa kikanda na tamaduni za kabila za Togo. Mbele yao, mabalozi wa China wanawasilisha mawazo ya Xi Jinping kuhusu ujamaa wa Kichina. Mjadala huu, zaidi ya hotuba, ni fursa kwa vijana kuelewa changamoto zinazoshirikiana na kutafuta njia za ushirikiano. Kwa upande wa China, mikutano hii inajumuisha dhamira ya kuimarisha uelewa wa pande zote na kuchochea ushirikiano wa faida kwa wote na vijana wa Afrika. Hili ni toleo la 3. Kuna tofauti mara hii. Katika toleo 2 ambazo zimepita, ilikuwa pande ya China ikitoa mawasiliano na mawasilisho yake, ikielezea China na utawala wa China. Na mara hii tumewaalika wa Togo kutoa mawasilisho yao kuhusu masuala ya kitaifa, kikanda na kimataifa, ili tuweze kuelewa maoni yao kuhusu masuala hayo. Naamini katika dunia ya leo tunahitaji kuimarisha mawasiliano na mwingiliano. Kama alivyosema mara kadhaa Rais wa China Xi Jinping, tunapaswa kukuza mpango wa dunia kwa ajili ya ustaarabu. Wanafunzi wa Togo wanaona hii kuwa ni fursa ya kujifunza na kufungua macho kwa nchi inayochukua jukumu muhimu katika maendeleo ya bara la Afrika. Katika kubadilishana mawazo na uzoefu, mjadala huu wa China na Togo unajitokeza kama daraja kati ya vijana wawili, tayari kujenga pamoja mustakabali wa ushirikiano kati ya China na Afrika. Na leo katika sehemu yetu ya Ifahamu China, Zakia Pong anatufahamisha jinsi wakulima katika mkoa wa Guizhou, kusini magharibi mwa China, wanaboresha usimamizi wa mifugo kwa kuweka vishikizo vya kisasa kwenye mifugo hao. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wakulima katika mkoa wa Guizhou, kusini magharibi mwa China, wanaboresha usimamizi wa mifugo na tathmini ya fedha kwa kuweka vishikizo vya kisasa kwenye mifugo yao na kuboresha matumizi ya takwimu yanayoboresha zaidi operesheni na kuongeza uaminifu wa kifedha ili kukuza zaidi biashara inayotokana na kilimo. Mkulima wa huko Gao Fei anaeleza uzoefu wake, akikumbuka changamoto alizokutana nazo katika kupata fedha kwa ajili ya ufugaji kutokana na kukosekana kwa uwazi kuhusu ukuaji wa mifugo. Kwa mujibu wa Gao, shamba lake lina eneo la mita za mraba 17,500. Waliwekeza sana katika kufuga ng'ombe. Bei ya ndama ni zaidi ya yuan 14,000. Zamani wakati alitumia mifugo yake kupata mikopo benki, wafanyakazi wa benki walishindwa kuona jinsi inavyoendelea. Kama wakitaka kukopa hola kutoka benki, kulikuwa na kizuizi kikubwa. Hata hivyo, hata yote yalibadilika baada ya kutumia mfumo wa kina wa ufuatiliaji
ambao unawezesha wakulima kufuatilia kila ng'ombe aliyewekewa kibandiko cha umeme masikioni ambacho kinakusanya data za kila siku kuhusu mwenendo wa wanyama na joto lao la mwili. Mfumo huo unaruhusu upatikanaji wa haraka wa taarifa za kila ng'ombe kwa kuingiza namba za vibandiko vyao. Mfumo huu unaochochewa na data umeleta mabadiliko makubwa. Kwa mujibu wa Liu Dongya, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Dongcai inayomiliki jukwaa hilo la umaskini. Kwa mujibu wa Bwana Liu, jukwaa lao linawaonyesha kama wanyama wapo na kama wana afya nzuri. Kisha kila mwezi wanahesabu uzito wake kuona jinsi kiasi gani mnyama huyo amempatia mkulima. Liu Dongya anasema ndani ya kijiji hicho wakulima wa aina mbalimbali wana mapato tofauti na ujuzi wa usimamizi, huku jukwaa lao la takwimu likitoa ufafanuzi kuhusu nguvu, udhaifu na mapendekezo ya maboresho zaidi. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第9课 Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 今天星期几 Sikiliza rekodi na usome. 星期一，星期一，星期二，星期二，星期三，星期三，星期四，星期四，星期五，星期五，星期六，星期六，星期天，星期天。 Sikiliza rekodi na usome. 今天，今天，明天，明天，星期，星期，生日，生日，喜欢，喜欢，月，月，号，号。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 生日，生日， 你的生日 你的生日。 月，月， 1月 1月。 号，号， 你的生日是几月几号 你的生日是几月几号？ 今天，今天， Tafadhali jibu swali langu. 今天星期几 今天星期一。 星期，星期， Tafadhali jibu swali langu. 今天星期几 今天星期五。 明天，明天， Tafadhali jibu swali langu. 明天星期几 明天星期六。 喜欢，喜欢， Tafadhali jibu swali langu. 你喜欢星期几 我喜欢星期六。 Keki ya msamiati. Dubu mdogo anataka kupika keki ya safu 6 ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Lakini keki ni ngumu sana kupika. Tafadhali msaidie. Unaposoma msamiati kwa usahihi, safu 1 itaongezwa.
tafadhali soma. 月生日明天今天星期喜欢号 Kujaza sehemu zilizoachwa wazi. Kwa kila andiko sahihi unalochagua, utapokea zawadi. Wacha tuone ikiwa unaweza kukusanya zawadi zote. 星期号生日喜欢不 今天星期几？今天几月几号？明天是我的生日。我喜欢星期六。我不喜欢它。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见. Ni hulka ya kimaumbile kwamba kile kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, ndipo napohitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Kilicho muhimu kwa watawala ni kuwa na huruma, na kilicho muhimu kwa maafisa ni kuwa waaminifu. Kilicho muhimu kwa wazazi ni kuwa wema, na kilicho muhimu kwa watoto ni kuwa watiifu. Kilicho muhimu kwa ndugu ni kuwa na uhusiano mzuri. Mimi ni Khamis Darwesh. Wassalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Chichi kwenye Google Play na Palm Store.